Mondola. Mondola. Acha baba. Nisikize mamangu, mimi sirudi tena kufumania mamangu. Ingia hata tumalize mpenzi wangu. Hivi wewe nikiingia ndani ndo pesa zitarudi? Nikiingia ndani ndo pesa zitatoka humo? Nimekwambiaje sitaki kuwa na wewe, sikupendi. Watu ambao fika na kupenda mpenzi wangu. Mimi haki ya Mungu sirudi tena kufumania mpenzi wangu. Ingia ndani tumalize mamangu. Naomba nisamehe. Kama nimekosea sema popote basi naomba nisamehe. Hauna pesa. Sio siku na mwanaume ambaye hana hela. Wewe vipi? Lazi! Mama tanu we. Haye ya mama wo. Mapombe, mimi sihitaji chochote kutoka kwako zaidi ya upendo wako tu kwangu. Hutoka kuniona mimi na kuomba hela, labda wewe mwenyewe ujisikie tu unipe. Huwa sipendi kukupa stress mpenzi wangu. Mimi sijui niseme nini Sandra juu yako, wala sijui nikuweke kifungo gani, sijui miaka 90, sijui 80. Maana nikisema niweke watoto 2000 nitakuwa nakosea. Maana watu 2000 wanasema mapenzi ni sasampa, mapenzi ni pesa. Mchezo pesa mjini, bila pesa upati penzi. Lakini wewe uko hivyo. Mimi ninachoangalia tu unanipenda kiasi gani, na sio kitu ulichonacho. Nakuomba babangu, usije hata siku moja ukanisaliti Mapombe, kwa sababu utaniumiza sana. Nikuulize swali. Niambie, unanipenda nini? Nimekupenda jinsi ulivyo na maisha yako ya chini, na maanisha kila kitu ulichonacho. Yaani kama kuinuka tutainuka wote, kupigana tutapigana wote, na kwenda juu tutaenda wote. Kweli. Bora mshenga umefika. Hii taratibu za ndoa ziweze kuendelea. Maana nimevurugwa sana. Yaani ile jambo nataka liishe mapema. Ondoa shaka Sauda. Kama unavyonijua mimi, sinage jambo dogo. Kila kitu nishakiweka kwenye mstari, kimenyooka lula. Yaani hapa kilichopo ndoa lazima ipite. Sandra naolewa. Wala usijali. Nakuaminia sana mshenga. Yaani nataka hii ndoa ipite salama, ili roho yangu tulie, tuendelee na taratibu za msiba. Maana mambo ya kuivi yameingiliana, mambo yamepandiana. Yaani kichwa kimevurugikiwa, sielewi. Sawa kabisa. Lakini naona kama jikoni kumepoza hivi. Wewe. Umeanza. Tena koma. Yaani tunawaza mambo ya ndoa, unawaza mambo ya kula. Wewe utabadilika lini? Lini utabadilika wewe? Yaani kufika tu ushaanza kuwaulizia vyakula. Sijauliza kwa ubaya, lakini usipaniki. Unajua mimi tukiachana na ushenga, kazi yangu nyingine ni upishi. Kwao niliuliza kama kujapikwa, unipatie vitu mimi nipike. Koma! Nini jamani? Shangazi, mara moja na kuomba. Jamani. Nini tena?
Nakusikiliza. Vipi shangazi? Mbona unapenda kuwa kama mpinzani kwa kila jambo? Hebu acha kwanza tuzike, alafu ndoa ifate. Tambua mimi ndo nina hiari ya kumwozesha Sandra. Mbona unapenda kujiamulia mambo shangazi? Hebu kwenda wewe bwana. Mtizame. Kwa hiyo naona sasa sikio nataka kuzidi kichwa. Nisikize kichochogo wewe. Naona kichogo chako hicho kina akili. Yaani umeshindwa kumzuia mke wako asife, unataka kuzuia mambo ya watu. Wewe ni nani? Ni nani kwenye hii familia? Yaani umetoka kulikotoka uzuie mambo yangu. Wewe, jiangalie mpumbavu wewe. Tutavurugana shangazi. Huu ni msiba wa mke wangu. Elewa basi leo ndo mke. Alafu nimesikia kila kitu kwa mama yumo mule ndani. Faraja kasema kila kitu shangazi. Hapa hakuna pilau, hakuna mazishi. Yaani Sara azikwi hapa. Na pilau haipikwi hapa, si pilau si biriani. Yaani hapa leo hakuna kulamba. Mnisikilize mimi. Namtaka mjukuu wangu. Au ndo mmemtoa kikoa mmemweka humu ndani anaungana na bibi yake? Nilisikiliza maneno yako mke wangu. Nikaamua kwenda kwa Kizigo kwa ajili ya kumtaka radhi. Nilipofika pale, nikakuta binti yake amefariki. Kizigo moja kwa moja akanituhumu mimi kuwa ndo nimemuua binti yake. Wakati mimi sijafanya chochote mke wangu. Najua hata wewe unajua kabisa kwamba mimi siwezi kufanya tukio kama hilo. Lakini Kizigo anaamini mimi nimefanya hivyo. Kinywa kinaomba mume wangu. Maneno mazito uliyoyatoa ndio yanayokuhukumu mpaka sasa hivi. Kila siku nakwambia utumie ulimi wako vizuri, lakini hutaki kunielewa. Umeona sasa? Umeshatengeneza vita. Lakini mimi mke wangu, nadhani unanifahamu vizuri. Siwezi kufanya tukio kubwa kama hilo. Sijafanya chochote. Sijafanya kitu. Wewe mama, shika adabu yako kushike kikongo wewe. Yeye unakuja kwenye mji watu unatamba wewe nani? Wewe ni nani kunyanyua sauti yako kwenye mji? Unataka kunijua? Unataka kunifahamu? Mimi ndio mama Kabichi wa. Mama Kabichi mwenye lana. Sasa nisikilize vizuri. Nisipompata mjukuu wangu, polisi. Mtizame mama, usikuwa na haya. Umeshinda kutulia nyumbani kwako na kuja kutulia kwenye nyumba za watu kupiga kelele. Kwa taarifa yako umechanganyikiwa. Nimekuweza kuondoka na maiti. Mtizame unahaha kama mtu aliyekosa sehemu ya kukaa. Mimi ndio Sauda bwana. Unadhani kuna nani mwingine atakuamini zaidi yangu? Hiyo ni mada kesi ambayo imegawanyika kwenye vikundi vingi sana. Kuna kuua kwa kusudia na kuna kuua kwa kutokusudia. Na tena kuna kuua kwa maneno. Wewe tayari umeshakosea. Hauna njia nyingine. Mungu na miungu ya mababu zetu, naombeni mnisaidie. Nifanye nini sasa mke wangu? Na imani sasa hivi tutasikilizana vizuri. Kinachotakiwa sasa hivi ni ukae ndani bila kutoka. Usiende mahali popote pale. Hata msibani usikanyage. Maana ile familia imeshawaka moto. Na imeshaweka visa na wewe. Popote pale itakapokuona itakuharibu. Mwanao amekufa nini?
natamani ungemuona akiwa hai. Binti yangu, huyo mwenzako unayezungumza naye hayo maneno hakuelewi hata moja. Yaani hapo alipo amekochanganyikiwa kusha kazi. Najua jinsi gani mama maumivu unayoyahisi, lakini hapa cha msingi tuangalie chanzo cha hii mitihani. Haya yote Suzi yamesababishwa na Sailata. Kwa hivyo mimi ninachojua, aliyezoea kunya pembeni wagahanyi mara moja atataka kurudia tu. Sasa tufanye jitihada za makusudi kabisa, tumtafute mzee Tano. Tukifanikiwa kumpata mzee Tano, ndio itakuwa mwisho wa haya matatizo. Sailata analeta mazoea sasa. Huko anapoelekea ni kama ananishika makalio, na ninaahidi nitamuonyesha. We Suzi, unavyozungumza, hebu jitahidi kupunguza ukali wa maneno. Hapo unazungumza na baba yako. Yaani umekosa maneno yote ya kuzungumza mpaka utaje makalio kweli? Makalio. Hebu kuwa na adabu kidogo bwana. Hebu mlishe mwenzio. Ya makalio sasa hizo nataka kuharibu akili yangu hapa. Nini kwani? Shida nini? Baba mimi namlisha ananing'ata. Unajua ulinitisha. Sasa mwanangu kung'ata. Huyo hajui anachokifanya. Ukisikia kuuguza kazi, kuuguza inahitaji uvumilivu na subira. Mvumilie mwenzio. Yaani hapo nieni sasa hivi ni kama mtoto mdogo mwenzako. Haelewi chochote anachokifanya. Nyamaza basi. Basi mama nyamaza, tena Suzi acha kudeka. Unatoa kidogo tu ndo mnalia hivyo. Haya basi mamangu nyamaza Suzi Nyamaza mama haya mama mlishe mwenzako mlishe. Mbona kama onekana ulikuwa nisubiria mimi? Kuna nini? Shikamoo. Marahaba. Pole sana kwa mkasa uliokupata. Ila tambua, kumpiga teke chula ni kumuongezea mwendo. Usikubali Sanda olewe na Machibi. Atakufa. Pambania nafasi yako. Bado sijakuelewa mtoto mzuri. Unamaanisha nini? Hizo ndo ndoto zako. Pambana. Maana akiolewa na Machibi atakufa. Bado unanichanganya. Sikuelewi hata kidogo. Kivipi yani? Sauda anataka kumuua Sandra. Na ndoa iliyopanga sio halali. Nini? Moyo wangu unaumia sana. Mtoto wangu wa pekee nimemwaribu kwa sababu ya kinyang'anyiro cha keki. Alafu yule nilikuwa nikimkusudia bado yupo salama. Mimi sikubali. Maumivu ninayoyapata lazima Mshindo naye yapate.
Bisagade. Hii nyumba ina matatizo. Hali misiba kila kukucha. Usimwambie mtu siri yako. Mimi na wewe kati ya watu wawili. Tuko pamoja sasa, situdunia mapito. Sasa wewe alikufa kafa. Mikubwa tu Mungu amtangulize. Makabichi, rudisha mwili.